Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, na kukaribisha tena kwenye maombi yetu ya usiku wa leo. Mtu wa Mungu, muda huu jiandae kuomba maombi haya, na pia ninaomba ukaribishe rafiki zako, watu wako wa karibu, jamaa zako, ndugu zako, waambie ya kwamba maombi yetu ya siku ya leo yamekwisha kuanza. Hivyo kwa pamoja tujumuike na tuweze kuomba maombi haya, na tutauona mkono wa Mungu ukitutendea makuu kwa jina la Yesu Kristo. Share linki mtu wa Mungu, ili wote kwa pamoja tuweze kupata neema hii. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kama ambavyo unafahamu, bado tupo kwenye mwezi wa maombi, na maombi haya tunaenda kukemea roho ya uchawi na uganga inayotesa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jiandae kuomba maombi haya, na utaona mkono wa Mungu ukikutendea mambo yaliyo mema. Kabla sijaendelea mbele, mpendwa msikilizaji, ninalo tangazo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mwezi wa 6 tarehe 27 itakuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi, tutakuwa na kongamano letu la maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mwezi wa 6 tarehe 27 itakuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi, tutakuwa na kongamano letu la maombi, na litafanyika pale pale Sinzamori, ukumbi wa Adipro. Bwana Yesu asifiwe. Unapopata ujumbe huu, mwambie na mwenzio. Mtu wa Mungu, naomba uliombee, lakini pia anza kujiandaa na jipe nafasi. Usipange kukosa kongamano la mwezi huu wa 6. Mtu wa Mungu, Mungu atatushangaza sana. Mungu atatutenda yaliyo mema. Tutapita kwenye neno. Tutakuwa na wakati mzuri sana wa maombi. Utaomba kwa ajili ya maisha yako. Utaomba kwa habari ya jambo lolote linalokusumbua. Lakini pia tutakuwa na wakati mzuri kwa ajili ya maombezi. Unapitia changamoto yoyote, unasumbuliwa na nguvu za giza, unasumbuliwa na magonjwa, una madeni, una kitu chochote kinachokusumbua, mtu wa Mungu, nitakuombea na mkono wa Mungu utakufungua sana. Usipange kukosa. Na kwenye nyumba yako usije peke yako, mbebe mtu, njoo naye. Mtu wa Mungu, tunapoomba Mungu anakuwepo. Tunapoomba Mungu anatusikia, na tunapoomba Mungu anatujibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba uandike, mtu wa Mungu, weka kumbukumbu, na endelea kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba turudi kwenye maombi yetu ya usiku wa leo, na ninaomba tuombe ili moja kwa moja tuende kwenye neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu, ninasema asante kwa ajili ya rehema zako na huruma zako. Wakati huu Mungu, mimi pamoja na watoto wako wote tunaosikiliza maombi haya, tunajileta mbele zako, tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, tunanyenyekea mbele ya madhabahu yako kwa jina la Yesu Kristo. Usiku Mungu, katufundishe neno lako, neno la wakati, kaseme na mioyo yetu, kaseme na maisha yetu, ukatusaidie Mungu wangu, ukaseme kwa habari ya maisha yetu, ukatufunulie na kutufungulia vile vitendawili vya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tupo tayari. Ninaomba utuhudumie, ninaomba utusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mpendwa wa Mungu unayenisikiliza, na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunasimama na neno la Mungu ambalo linatoka kwenye Hesabu 23:23. Neno la Mungu linasema hivi: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Mtu wa Mungu, ili andiko, Mungu anasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga. Na unaona uchawi na uganga unapotoka, unaanza kuona habari za Yakobo zinasemwa na habari za Israeli zinasemwa. Kwa nini nimeanza na andiko hili, mtu wa Mungu? Nataka kukukumbusha na nataka ujue ya kwamba baada ya maombi haya, uchawi na uganga unaotesa maisha yako,
unaotesa nyumba yako utaenda kutoka, na utakapotoka na utakapopigwa na utakapoharibiwa, habari zako zitasemwa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yako yatasikika. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, fuatana na mimi kabisa. Nipe masikio yako na Roho Mtakatifu atakuhudumia sana usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa wewe unayeandika, andika kichwa chetu cha somo cha usiku wa leo kinachosema maombi ya kukemea na kuteketeza kila matukio ya kichawi na kiganga yaliyopangwa kutokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe unayeandika, andika kichwa chetu cha somo cha usiku wa leo kinachosema maombi ya kukemea na kuteketeza kila matukio ya kichawi na kiganga yaliyopangwa kutokea kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, tumekuwa na mfululizo wa maombi haya. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuwa na mfululizo wa somo hili. Kama ukupata nafasi kusikiliza vipindi viwili vilivyopita, ninaomba mtu wa Mungu rudi kwenye YouTube channel yetu inayoitwa Minister Melebi, utakutana na hili somo. Mtu wa Mungu, sikiliza kwa makini, na ukishasikiliza pata nafasi, omba vile tunavyoomba, na wewe omba. Mtu wa Mungu, unapofanya hivyo unafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipotoka, mtu wa Mungu, nilikuonyesha namna ambavyo nguvu za giza, namna ambavyo mapepo, namna ambavyo wachawi na waganga walivyopanga matukio ya kutisha, matukio ya ajabu ya kupate kwenye maisha yako. Na mtu wa Mungu, nilikuonyesha kabisa kwenye somo la kwanza, nilikwambia Yesu alitufunulia hili jambo na alituelezea kwa habari ya ufalme wa Mungu unavyofananishwa na ambavyo adui mambo aliyokusudia. Mtu wa Mungu, nilikupeleka kwenye neno. Yesu alikuwa anawaeleza wanafunzi wake ya kwamba kuna mtu alipanda mbegu njema katika konde lake. Bwana Yesu asifiwe. Na alipopanda mbegu njema, alitegemea kuvuna mema. Alipanda, mtu wa Mungu, mpaka muda wa kulala. Alipokuwa yule mtu anaenda kulala, akijua kwenye konde lake amepanda mbegu njema, ule muda alipolala tu, neno la Mungu linasema akaja adui. Bwana Yesu asifiwe. Tena neno la Mungu linaelezea wazi ya kwamba ni adui yake akapanda magugu. Mtu wa Mungu, yule bwana, yule mtu aliyepanda mbegu njema kwenye konde lake, alipoamka asubuhi, anapoliangalia konde lake anashangaa, na watumwa wake walishangaa, waliokuwa wanapanda pamoja naye, na walimuuliza swali, wakasema, Bwana mkubwa, mbona tulipanda mbegu njema? Imekuwaje sasa tumeamka asubuhi tunakuta magugu? Na yule bwana aliwaambia watumwa wake wazi wazi, adui yake ndiye aliyeyafanya haya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nilikuonyesha ya kwamba Yesu alikuwa anatufunulia ili uone, mtu wa Mungu, na ili tujue, mtu wa Mungu, matukio yoyote unayoyaona kwenye maisha yako hayaji kwa bahati mbaya, hayatokei tu, mtu wa Mungu. Kuna adui ndiye aliyoyafanya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ukiwa unajua huna adui, kumbe adui yupo. Ukiwa unajua umeandaa mipango yako vizuri kabisa, ngoja nipate kile chema nilichokiandaa, mtu wa Mungu, anakuja adui. Bwana Yesu asifiwe. Na hao adui, mtu wa Mungu, ni wachawi na waganga. Na pia, mtu wa Mungu, nilikuonyesha kwenye Kutoka kwa habari ya Musa. Musa, mtu wa Mungu, yeye alinyosha mkono wake kuelekea Misri. Na mtu wa Mungu, baada ya Musa kunyoosha mkono wake, nilikuonyesha ya kwamba baada ya pale mvua ya mawe na moto vikaanza kuonekana Misri. Vifo, mtu wa Mungu, kufukuzwa kazi, kukosa amani vikaanza kuonekana Misri. Kwa hiyo nikakwambia, changamoto unayoipitia, mtu wa Mungu, yupo mtu nyuma yake, na huyo mtu amenyoosha mkono kwenye maisha yako.
amenyoosha mkono kwenye kazi zako, amenyoosha mkono kwenye biashara zako, na alivyonyoosha mkono huo, mtu wa Mungu, ndio mabaya yanatokea. Ndio maana Roho Mtakatifu akatuleta akasema, kemeeni matukio ya kichawi na kiganga yaliyopangwa kwenye maisha yenu. Mtu wa Mungu, unaona hayo matukio ya misiba, unaona hayo matukio ya ufukara, unaona hayo matukio ya umaskini, unaona hayo matukio ya magonjwa. Kuna mtu amenyoosha mkono, na huyo mtu wa Mungu, wengi wao ni waganga, ni wachawi, ni watu wenye wivu wa uchungu, ni watu wenye roho mbaya, ni watu wenye chuki na wewe. Tena mtu wa Mungu, hivyo unavyopata changamoto, wanakucheka, wanafurahia, na wanachofurahia zaidi ya kwamba haujui ya kwamba matukio unayoyaona kwenye maisha yako nani ameyasababisha. Na mtu wa Mungu, kwenye kipindi kilichopita nikakuelezea kwa habari ya mfalme Herode. Herode alinyoosha mkono wake kwa watu wa kanisa, na Herode aliponyoosha mkono wake kwa watu wa kanisa, unaanza kumwona Yakobo ndugu yake Yohana anauawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtu wa Mungu? Natoka na wewe mbali nikulete ili uone matukio yote unayoyaona kwenye maisha yako, yupo adui nyuma ya hilo jambo, yupo mganga nyuma ya hilo jambo, yupo mchawi, mtu wa Mungu, nyuma. Na wachawi wengine, mtu wa Mungu, ni marafiki zetu, ni jamaa zetu, ni wafanyakazi wenzetu, ni watu ambao tunawaamini. Umetoka umeenda kumwambia mtu kwa habari ya kazi ulionayo, kwa habari ya maisha ulionayo, kwa habari ya mipango ulionayo. Baada ya kusema tu, matukio ya kutisha yanatokea. Unashangaa nini kimetokea. Umemuomba Mungu na Mungu anataka kukusaidia, ndo amenituma mimi nikueleze, nyuma ya magumu unayoyaona yupo mchawi, mtu wa Mungu, yupo mganga, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikupeleke kwenye neno, mtu wa Mungu, kwenye maandiko, waone watu wabaya wamekusudia kukuua, wamekusudia kukuangamiza, wamekusudia kukutesa, wamekukusudia kukunyang'anya ulicho nacho mkononi mwako. Na neno la Mungu linasema hawa watu, mtu wa Mungu, wanairizi mikononi mwao. Ngoja nikupeleke kwenye andiko. Dada Krista, naomba unisomee hilo andiko ya kwamba wanairizi kwenye mikono yao na wanawaika watu leso kwenye vichwa vyao. Inatoka Ezekieli 13, nisomee 18 na 20. Ezekieli 13 mstari wa 18 na mstari wa 20. Useme, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Basi Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko Ezekieli 13, 18 na 20, utaona namna ambavyo Bwana Mungu anasema, anatuweka wazi ya kwamba wako watu mikononi mwao, mtu wa Mungu, wameshona hirizi. Na waliposhona hizo hirizi, mtu wa Mungu, hao watu wamechukua leso, maana yake wamechukua vitambaa, na walivyochukua, mtu wa Mungu, wametufunga kwenye vichwa vyetu, wametufunga juu, kuanzia kimo kidogo hadi kimo kikubwa. Kwa lengo gani? Wawinde roho zetu. Wanaziwinda roho zetu kwa namna gani? Ili, mtu wa Mungu, tufe. Na Mungu anasema, je, mtazilinda roho za watu wangu hata lini? Na mtazihifadhi hai roho zenu wenyewe? Kwa hiyo, mtu wa Mungu, wanakufa watu ambao hawakutakiwa kufa.
Wanaumizwa watu ambao hawakutakiwa kuumizwa. Wanapata hasara watu ambao hawakutakiwa kupata hasara. Mtu wa Mungu, unapoteza. Kwa sababu gani? Kuna mtu anairizi kwenye mikono yake. Na mtu wa Mungu, huyo mtu ambaye anairizi mikononi mwake, ndo umeshikana naye mikono, ndo unaambatana naye, ndo partners wa maisha yako, ndio unajumuika naye kwenye shughuli zako. Mambo yako yanaharibika. Ndio maana Mungu anasema, tazama, mimi ni kinyume cha irizi zenu. Anasema nitazitoa kwa nguvu ili watu wangu wawe huru. Mtu wa Mungu, kwa nini tunaomba? Kwa nini tunataka uhuru uje kwenye maisha yako? Kwa sababu Mungu anataka kukufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kukufungua, lakini akiangalia anawaona wenye irizi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo, mtu wa Mungu, tunakemea matukio. Yeyote mwenye irizi aliyenyoosha mkono wake kwenye maisha yako, ndio matukio ya maumivu yakaja, usiku wa leo tunayakata. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja twende kwenye habari moja, mtu wa Mungu. Dada Krista, naomba tusome Wafalme wa Kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Tutakuwa tunasoma kwa vituo. Karibu. Wafalme wa Kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 15. Ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli, nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi, nami nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu. Mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia, kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake na walio wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Nabothi juu mbele ya watu. Na hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Nabothi mbele ya watu, wakasema, Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo akamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema, Nabothi amepigwa kwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka,
ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli, alilokataa kukupa kwa fedha, maana Nabothi hako hai, lakini amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, leo tunateketeza kila matukio ya kichawi na kiganga yaliyopangwa kutokea kwenye maisha yako. Amen. Mtu wa Mungu, yapo matukio ambayo watu wamekuandalia ya kupate, na hayo matukio sio mpango wa Mungu kabisa. Ni mpango ya watu wabaya, wenye uchawi na uganga, wenye chuki, wenye ubaya ndani ya mioyo yao. Mtu wa Mungu, fuatana na mimi kabisa uone namna ambavyo matukio ya kutisha, ya fedhea yanavyopangwa juu ya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema, ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunamwona Naboth ana shamba la mizabibu, na shamba lake lipo karibu kabisa na nyumba ya mfalme Ahabu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamwona Naboth ana kitu cha thamani sana, ana kitu kizuri, tena kitu chake kipo karibu na mahali wanapokaa wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mtu wa Mungu, ninao uhakika mahali ambapo mfalme Ahabu anaishi hakuna watu wa ajabu wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamwona Naboth, mtu wa Mungu, ana shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu na anapokaa mfalme Ahabu. Mtu wa Mungu, neno la Mungu inasema hivi, Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona lile shamba alilokuwa nalo Naboth, ile mali yake ilikuwa ni urithi wa baba zake, kilikuwa ni kitu chake cha thamani alichonacho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamwona Ahabu mfalme anakitamani, anakitaka. Naboth ana mpango wa kuuza mali yake. Kwa hiyo unamwona Ahabu anaenda anamwambia, nipe nikupe cha kwako, tena anamwambia nipe shamba lako la mizabibu mimi nipande mboga. Shamba langu nimepanda mizabibu, wewe Ahabu unataka kulipanda mboga, unaniambia utanipa shamba jingine. Kama unalo jingine, kwa nini wewe usiende kwenye hilo shamba ukapanda mboga? Na wewe ni mfalme, si utakuwa unaweza kuzichuma mboga na kuzileta kwa urahisi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona Naboth, mtu wa Mungu, anakataa, lakini anapokataa, mtu wa Mungu, unaona ubaya unaundwa kwa Naboth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 4, basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamwona mfalme anakasirika. Mfalme anarudi nyumbani kwake, amekataa kula. Mfalme, mtu wa Mungu, ni mtu mkubwa, anarudi anakuta amewajibika, ameghadhibika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, wapo watu wanakuangalia, unayaona maisha yako ni ya kawaida, lakini watu wanayaonea wivu. Awali kwa ajili ya kazi ulionayo, awalali kwa ajili ya maisha unayoishi. Kila wakikuangalia na familia yako, mtu wa Mungu, wanapata wivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanajadili namna gani watakutoa kwenye nafasi uliopo, wanajadili namna gani watakuwa kabisa upotee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Ahabu anakataa kula. Anakataa kula kwa mali isiyo ya kwake, anaghadhibika kwa kitu kisicho cha kwake. Mtu wa Mungu, watu wanaoghadhibika na maisha yako, watu wanakuonea wivu juu ya tenda unazozipata, watu wanakuonea wivu juu ya akili ulionayo, watu wanakuonea wivu juu ya nafasi ulionayo. Mtu wa Mungu, unafikiri wako nyumbani kwao wamelala? Hapana, hawapati usingizi.
wanaghadhibika, wanakataa kula, wanakuwaza mtu wa Mungu, wanakutafakari watakufanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona kitu kinachotokea kwenye mstari wa 5. Lakini Jezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamwona Ahabu ana huzuni. Ana huzuni juu ya nini? Ya shamba la mwenzie. Ana huzuni juu ya nini? Ya mali ya mwenzie. Ana huzuni juu ya nini? Ya muonekano wa mwenzie. Ana huzuni juu ya nini? Ya kitu ambacho mwenzie anacho yeye ana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, huyu ni mfalme. Je, leo watu wangapi kwenye mtaa wako wana huzuni juu ya maisha yako? Je, mtu wa Mungu, leo watu wangapi kwenye ofisi ulionayo wana huzuni, mtu wa Mungu, juu ya safari unazozipata? Wana huzuni juu ya cheo ulichopata? Wana huzuni, mtu wa Mungu, namna ambavyo una akili, namna ambavyo unajiweka sawa, namna ambavyo una mipango. Kuna mtu una mipango, unasema tu mwezi wa 6 nitanunua kiwanja, mwezi wa 7 nitaanza kujenga, mwezi wa 9 nitamalizia nyumba yangu, mwezi wa 12 mimi nitahamia kwenye mjengo wangu. Baada ya kusema hivyo, kuambia watu wako, baada ya watu kujua, wana huzuni, hawalali, wanawaza, ina maana kweli mwezi wa 12 Kristo atahamia kwenye nyumba yake, mimi bado nimepanga? Ina maana kweli mwezi wa 12 Kristo ataenda Ulaya, mimi bado naishi hapa? Watu wana huzuni. Huyu ni mfalme, mtu wa Mungu, mwenye mali nyingi, mtu wa Mungu, mwenye uwezo mwingi, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema akula, ana huzuni. Usiku wamekaa na mkewe, wanajadiliana juu ya maisha yako. Ndio maana Mungu anasema mimi ni kinyume nao na ukatilia mbali. Kwa sababu usiku ukiwa umelala, usiku ukiwa ujui, unajua umepanda mbegu njema kwenye konde lako, yupo mtu ana huzuni na mbegu uliopanda na matango uliopanda. Mtu ana huzuni na maparachichi uliopanda, alali, anaangalia ile mbegu ikikuwa, unaweza ukapata zaidi ya milioni 500, unaweza ukapata zaidi ya milioni 30, unaweza ukapata, alali. Mtu wa Mungu, bado hujapata, halali. Tunaona kwa mfalme Ahabu, halali kwa ajili ya shamba la Naboth. Shamba lake lipo karibu na nyumba ya mfalme. Maanake nini? Aliachiwa urithi na baba yake. Mtu wa Mungu, vitu vingapi umepewa na Mungu kwenye maisha yako, lakini leo uvioni? Sio kwamba uvioni kwa sababu Mungu hajakupa. Wenye wivu wa uchungu, wanaokosa kulala, wanaona namna ambavyo Mungu amekubariki, wanaona namna ambavyo ukisema Baba, Haba, ninakuita, nisaidie, Mungu anaitika. Baada ya kuona hayo, wana huzuni. Mtu wa Mungu, ameandaa mambo ya ajabu, wameandaa mambo ya kutisha. Ndio maana Mungu anasema nakatilia mbali. Ukisoma kwenye Mika 5:12, na ukatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwake, wala hakutakuwa na watu wenye kutabana. Nilikwambia watu wenye kutabana ni watu wanaopiga ramli. Kuna watu leo wanapiga ramli juu ya maisha yako, wanakuchunguza ya kwamba ukiamka unaenda wapi, mbona kila ukirudi umesheheni, mbona kila ukirudi umefanikiwa, kila ukirudi umeshika parcel, kila ukirudi una kikoba. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawalali. Huyu ni mfalme halali kwenye kasri alilopo, kwenye nyumba ya kifahari iliyopo. Sidhani hata kama Naboth alikuwa na maisha mazuri kama mfalme Ahabu, lakini yule mwenye maisha mazuri halali. Mtu wa Mungu, usiwaangalie watu kwa wasiwasi, waangalie watu kama ambavyo Mungu anaweza kuwaangalia. Huwezi kusema mfalme Ahabu anamuonea wivu eti Merebi kwa sababu Merebi ana shamba. Labda ninalo moja, ye mfalme ana mashamba mangapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona kitu ambacho mke wake anamwambia. Lakini Jezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Mstari wa 6, akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Myezreeli, nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu jingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanajibu kitu cha mtu, wanakijadili usiku. Mtu wa Mungu, kuna mtu umemuuzi, amekasirika, ametoka hapa, ameenda kwa waganga. Usiku wanakujadili, usiku wanajadili juu ya ujauzito ulionao, ni namna gani hautakiwi kushika huyo mtoto. Usiku mtu wa Mungu anakujadili juu ya maisha yako.
Usiku wanakujadili juu ya afya ulionayo. Ni namna gani watu wa Mungu wanapanga ya kwamba huu mwezi wa 5 usimalize, wanapanga mwezi wa 6 usivuke. Kuna watu wameshawapangia huu mwaka 2026 umalizi, wamekuandalia matukio. Ndio maana Mungu anasema tutakemea, tuvunje matukio ya kichawi, tuvunje matukio ya kiganga, matukio ya watu wabaya walioyapanga kwenye maisha yako. Wanamjadili Naboth, mwenye shamba tena la urithi aliyoachiwa na baba yake. Hujui baba yake Naboth alilipataje lile shamba? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia mstari wa 7. Jezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Naboth. Mstari wa 9, akaandika katika zile nyaraka akisema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Naboth juu mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 10 anasema, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshitaki na kumshuhudia na kunena, umemtukana Mungu na mfalme, kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona huu moyo mbaya, mtu wa Mungu. Naboth anajadiliwa usiku. Naboth anajadiliwa kwenye jumba la kifalme. Naboth ana habari. Naboth yupo kwenye mji wake. Anajua ana shamba alilopewa na baba zake. Anajua ana mali aliyoipangia mipango ya kwamba ile mizabibu akija kuvuna atauza, ya kwamba ile mizabibu itampa faida, atawalipia watoto wake shule, watamaliza. Ile mizabibu itamfanya alipe kodi. Ile mizabibu itamfanya aanze biashara nyingine. Lakini Naboth akiwa hana habari, angalia nyumbani kwa Ahabu na Jezebeli, wanapanga kumwangamiza, wanamwandalia matukio, tena wanampangia vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanamcholea mchoro vizuri kabisa, si kwa ajili ya kumbariki, kwa ajili ya kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena anasema kwenye mstari wa 10, dada Krista weke karibu utanisomea. Tena anasema kwenye mstari wa 10, kaninyanyulie watu wawili wasiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, angalia kitu ambacho Mungu anatufunulia. Hizi ni nyakati za mwisho, mtu wa Mungu. Huu ni wakati wa kuomba. Kesheni muombe. Msilale, mtu wa Mungu, kwa maana hamjui siku wala saa. Adui amefunua kinywa chake atumeze, atuue. Mtu wa Mungu amekuandalia ajali. Kesho asubuhi usivuke barabara. Kesho asubuhi hautafika sokoni. Kesho asubuhi hautafika mjini. Wanakuandalia mpango wa kukuua, tena wanautengeneza. Itokee kama ajali, itokee kama alivuka barabara vibaya, itokee gari lilipokaribia yeye ndo alipita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini kinatokea? Mpango, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wapo kwa waganga, wanapanga kukupa wenda wazimu, wanapanga kukupa kichaa ya kwamba tumemtafuta sana Sara, tunataka tumuue. Tumemtafuta sana Janet, tunataka tumuue. Tumemtafuta sana Merebi, tunataka tumuue. Lakini anaonekana smart, lakini anaonekana maridadi. Tutamuaje akavuke kwenye treni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashangaa, mtu wa Mungu, treni ipo karibu, wewe na akili zako timamu ndio unavuka, umegongwa. Nani kakuandalia? Jezebeli, Ahabu, wachawi. Huu ni wivu wa uchungu, mtu wa Mungu. Watu wana wivu wa uchungu juu ya maisha yako. Watu wana wivu juu ya uchungu, mtu wa Mungu, wana wivu ya uchungu juu ya ndoa yako. Wameapa lazima upewe talaka, lazima hiyo ndoa uachike, lazima urudi kwenu. Mtu wa Mungu, usiziangalie vurugu za nyumba yako kwa kawaida. Omba. Hii ni saa ya maombi. Hatuna saa za kucheka. Mtu wa Mungu, angalia mpango ambao Naboth anapangiwa. Tena anapangiwa na mfalme Ahabu na mkewe. Anasema nenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, rudia huo mstari wa 10. Wale mkainue watu wawili,
watu wasiofaa ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme, kisha mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona namna ambavyo wanampangia mpango, unawekwa vizuri. Wamenyanyuliwa watu wawili wasiofaa. Hao watu wasiofaa wanatakiwa nini? Wakamshtaki. Mtu wa Mungu, kila mashtaka unayoyaona kwa watu usiarukie. Mashtaka mengine ni ya uongo. Hapa ni mkewe mfalme na mfalme mwenyewe wakisema kitu lazima uamini. Mtu wa Mungu, chunguza mashutumu na mashtaka unayoyasikia juu ya watu. Mengine ni adui, wengine ni wachawi, wengine ni waganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unamwona mfalme Ahabu amerudi halali, anateseka, anaumia na shamba la Naboth. Lakini unamuona mkewe Jezebeli alichomwambia Ahabu, inuka ule, mimi nitakupa hilo shamba, nitakupa wewe Jezebeli, hilo shamba sio lako, hilo shamba ni langu mimi Melebi. Unamwambia mtu mwingine utampaje? Mtu wa Mungu, wewe ndio ulitakiwa kuwa kiongozi, lakini watu wakaenda kwa waganga wakasema hata kuwa kiongozi mimi nakupa wewe. Kuna watu mmetolewa kwenye nafasi zenu na kuna watu wamewekwa kwenye nafasi, na mtu wa Mungu unalia, unakasirika, auombi. Mtu wa Mungu, ni shetani. Watu wanairizi mikononi mwao, wamekunyoshea mkono. Mtu wa Mungu, wamekufanya umelepoka. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa, niliongeaje neno hili ghafla nimekosa sifa? Sio kwamba ukujiandaa, wamekuwekea tego, wanairizi kwenye mikono yao, wamekufunga vitambaa kwenye midomo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ni matukio ambayo watu wengi wa Mungu tumeandaliwa. Umeandikiwa matukio upate hasara. Mtu wa Mungu, sio kwamba hujui kupiga mahesabu, lakini kaja mtu mmoja, yeye ni kazi yake ni kubukura fedha za watu, ni chuma ulete. Mtu wa Mungu, uliona kabisa anakupa noti zilizo sahihi, umempa mzigo wa milioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mtu unaona, mtu wa Mungu, wanakuja na matukio ya kichawi, wanakuandalia matukio ya giza ya kupate, wanakuandalia matukio ya fedhea. Mtu wa Mungu, wanakupaka aibu, wanakupaka kinyesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana mwezi huu tunakemea matukio. Mtu wa Mungu, ukipata nafasi rudi. Tangu siku ya kwanza tunaomba, omba. Mtu wa Mungu amekuwekea matukio ya kwamba huyo dada akukatae baada ya kumtolea mahari, ndio amekukataa. Wamekuandalia tukio ya kwamba huyo kaka akukatae. Wamekuandalia matukio baada ya ndoa, mkitoka honeymoon umzike mwenzi wako. Mtu wa Mungu, na yanatupata. Neno la Mungu linasema wakamwandalia Naboth tukio, wakawanyanyua watu wasiofaa, watu wenye uwezo wa kutengeneza matukio, watu wenye uwezo wa kudanganya, watu wenye hila na ubaya ndani yao. Watu wanaandaa tukio la kumuua mtu bila woga. Mtu wa Mungu, wamekuandalia tukio gani juu ya maisha yako? Umefanya kazi kwa bidii, umepata mali, wanakuangalia, wanakuonea wivu, wanasema akifa tutarithi. Wanakuandalia tukio, wanachukua irizi. Mtu wa Mungu, wanachukua jina lako, wanalifunga mafundo. Mtu wa Mungu, wametega kwenye barabara, wametega kwenye njia panda, wamevunja nazi. Mtu wa Mungu, wamepiga manyanga yao. Mtu wa Mungu, wamechukua vitunguu, uchawi wamekuzika. Mtu wa Mungu, upo una habari, upo kama Naboth, umelala. Lakini kitu gani Mungu alikuwa anakuazia? Mawazo mema. Ndio maana Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake ufalme wa Mungu ulivyofananishwa na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, anategemea kuvuna mema katika konde lake. Alipoenda kulala, akaja adui yake, anaitwa adui yake. Huu hautofautiani na kwenye shamba la Naboth. Naboth ana shamba lake, mfalme kaja akamwambia nimelipenda. Naboth anamwambia huu ni urithi niliopewa na baba zangu, kwa hiyo mimi siwezi kukupa. Naboth anaondoka anaenda zake nyumbani kulala. Ahabu anaondoka kwa huzuni. Usiku Naboth anajua mfalme amelala, kumbe mfalme hajalala. Naboth yeye ndo kalala. Mfalme anawaza kupanda magugu kwenye maisha ya Naboth. Mfalme Ahabu anawaza kupanda ubaya. Jezebeli anamwambia Ahabu, kula, mimi nitakupa. Watu wangapi wameahidiwa wacheke kwa sababu uhai wao ni wa kwako?
Watu wangapi wameahidiwa wafurahi kwa sababu kesho hautaonekana kwenye hiyo nafasi? Watu wangapi wameahidia mwacheni huyu atatawala miezi michache, baada ya miezi michache anakufa, hiyo nafasi utatawala wewe. Mtu wa Mungu, sio kila kifo Mungu alitaka. Hapana, hapana, hapana. Ndio maana mtu wa Mungu, juu nilikuonyesha kwenye Ufunuo ya kwamba alionekana farasi wa kijivu, lakini aliyempanda farasi jina lake ni Mauti na Kuzimu. Wewe unafikiri huyu mfalme Ahabu alipokuwa amepanda labda farasi wake, alipokuwa labda amepanda gari lake la kifalme, ameenda kwa Naboth, Naboth anamuona mfalme, lakini Mungu akimwangalia hamuoni kwamba huyu ni mfalme Ahabu, anaona huyu ni Mauti na Kuzimu. Wamekuja kukuzika Naboth, wamekuja kukuua Naboth, wamekuja kukuharibu Naboth, wamekuja kukuteketeza Naboth. Ghafla wanainuka watu wasiofaa, wako karibu na wewe. Mtu wa Mungu, wao hawafai. Omba Mungu akufunulie. Amen. Wamekuja watu ghafla kwenye mji wako, wamekuja watu ghafla kwenye biashara yako, unawaangalia, unawaona ni watu wanakupa ushauri mzuri. Mtu wa Mungu ameinuliwa kinyume na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi, usiache kuja kwenye kongamano. Mtu wa Mungu, kuna vitu Mungu kanionyesha. I see. Nasema mwaka huu chochote adui alichokichukua kitarejea kwa jina la Yesu. Amen. Anasema ombeni bila kukoma. Amen. Anasema kila ombaye upokea. Amen. Anasema kila abishaye atafunguliwa. Amen. Anasema ombeni, hamjui siku wala saa. Amen. Ombeni, mshtaki wenu yupo halali. Wewe unalala, adui halali. Anapanda nini? Magugu kwenye amani ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 13 na 14. Mstari wa 13 na wa 14. Na hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu, wakasema, Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Mstari wa 14. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema, Nabothi amepigwa kwa mawe, amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unaona wao watu wawili wasiofaa wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu, wakasema, Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Naboth ya kutukana, mtu wa Mungu, Naboth ya kumtukana Mungu. Mungu yuko mbinguni anaona. Mungu anasema, wamewaambia watu wangu uongo, wameziwinda roho zao atakufa, wanazihifadhi hai roho zao wenyewe. Mtu wa Mungu, unaona Ezekieli 13:18 inatimia. Wanawinda roho za watu wangu, mimi ni kinyume nao, na wamemuingiza Mungu mahali ambapo Mungu hayupo. Mungu anaona watu wake wanalia, watu wake wanaomboleza. Mungu anasema, hayo mashtaka mwanangu, mimi sipo. Watu wamekuaminisha, Mungu amekukataa. Watu wamewaaminisha watu, Mungu amekukataa. Mungu hakupendi, umewatenda ubaya. Mtu wa Mungu, uje watenda ubaya. Ahabu anajua, Jezebeli anajua, Naboth ya kumtukana Mungu, Naboth ya kumtukana mfalme, lakini ni nini? Wanahila kwenye mioyo yao, wana wivu wa uchungu, uchawi. Mtu wa Mungu, huu ni uchawi. Wako watu wachawi, unawaangalia wanatamka maneno, unafikiri haya ni maneno ya kawaida, ni uchawi. Mtu wa Mungu, Naboth, omba. Wamenyanyuka kinyume na wewe, wamenyanyuka umchukie Mungu, wamenyanyuka kukutoa kwenye nafasi Mungu aliyokuweka, wanakunyang'anya urithi wa baba zako. Watu wangapi leo, mtu wa Mungu, wamesingiziwa na tumeamini, wameachwa na tumeamini, wamekataliwa na tumeamini, wameshuhudiwa uongo. Neno la Mungu linasema wale watu wawili wasiofaa wakakaa mbele, wamesimama mbele. Mtu wa Mungu, sio kila aliye mbele anayesema mashtaka juu ya mtu, huyo mtu alifanya. Neno la Mungu linatufunulia, lakini haya ni matukio. Mungu anaangalia, Mungu anaona. Mungu alikuwepo wapi wakati Naboth anatumiwa uongo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mtu wa Mungu, nini kilitokea? Naboth alikufa. Naboth aliuawa. Naboth ya kuomba, Naboth ya kuingia kwenye maombi. Mtu wa Mungu, Mungu anasema yako matukio, wamenigombanisha na watu wangu, wameuambia uongo, wamewasema uongo, na hawa wazee wanasaini uongo. Mtu wa Mungu, uko gerezani leo. Sio Mungu aliyekuweka gerezani. Mume wako yuko gerezani, mke wako yuko gerezani, watoto wako wako gerezani, uzao wako uko gerezani, mali zako ziko gerezani, lakini Mungu anaangalia, anaona
kwa ajili ya mtu mmoja mwenye wivu na wewe, mwenye uchungu na wewe, ambaye anakutakia mambo mabaya. Yupo kwa mganga sasa hivi, yuko Tanga huko, yuko Bagamoyo huko, yupo kwenye kijiji chao yuko, amekaa na wazee, wanaliita jina lako, wanasema ufe, wanasema uwe mwenda wazimu, wanasema upate kichaa, wanasema uishie makaburini, wanasema hautatawala, hautamaliza mwaka. Tena kuna watu wamesema hatafika miaka 3 yule, hatafika miaka 5 yule, hatamaliza Disemba yule, 2027 hayupo, mimi nitakaa kwenye nafasi yake. Lakini wewe mtu wa Mungu una habari. Upo tu kazi kujipaka lipstick, upo tu kazi kuchana nywele vizuri, upo tu kuweka suti vizuri, upo kwenye maduka una smile, upo tu kujisnap na kujeka kwenye status. Lakini watu wanawaza nini juu ya maisha yako? Kukuua, kukusemea uongo. Watu wanakaa kwenye ofisi zao, watu wanakaa kwenye baraza zao, watu wanakaa kwenye vitanda vyao, kama ambavyo mfalme Ahabu alikaa na mkewe Jezebeli, wanamdiscuss kwa habari ya Naboth, kwa ajili ya kitu chake Naboth alichonacho. Tena alipewa urithi na baba zake. Mungu amekupenda, amekupa urithi mzuri, amekuokoa. Anasema anakupa kazi, anasema anakupa utumishi, anasema anakupa huduma, anasema anakupa mume mzuri, anasema anakupa mke mzuri, nakupa hiyo kampuni unayoiomba, nakupa hiyo miradi, huo mkopo nitakupa, tena utafanya biashara, tena utaweza kurudisha. Lakini ujui, wako watu wanairizi kwenye mikono yao, wanasema wewe utakufa na madeni, utakufa na madeni, utakufa na madeni. Sio kwamba mtu wa Mungu ujitahidi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, yule bwana alipanda mbegu njema kwenye konde lake, lakini alipoenda kulala akaja adui yake. Naboth hajui kama Ahabu ni adui yake. Naboth hajui kama mke wa mfalme ni adui yake. Kwanza yeye Naboth ni mtu wa kawaida, anakuwaje na uadui mke wa mfalme? Lakini mke wa mfalme Ahabu, Jezebeli, ana uadui na Naboth, anaandaa nyaraka za kumuua. Mtu wa Mungu, leo hii nani amekuja kwenye malango yako? Nani amekuja kwenye mji wako? Nani alikuja kama mtu mwema? Alikuja kama rafiki mwema, alikuja kama ndugu mwema, alikuja kama mshauri mwema, lakini mwisho wa siku umevuna nini? Naboth. Wanapanga kumuua. Uchawi, uganga. Ndio maana tunakemea matukio, tunayateketeza na moto. Hayo ni matukio wameandaa ya kupate. Naboth leo hii angesikiliza hii injili, akaamka ule usiku akakemea matukio, kila matukio mabaya, kila matukio ya mauti, kila matukio ya vifo, kila mipango ya kishetani iliyopangwa juu ya maisha yangu, teketea na moto, ungua na moto. Nakwambia kesho wale watu wasiofaa wangekufa wao. Lakini mpaka vitu vinaandaliwa vya Naboth kuuawa, amelala, wamempandia magugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 15 tukaombe. Mstari wa 15. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Naboth amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka, ulitamalaki shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli, alilokataa kukupa kwa fedha, maana Naboth ako hai lakini amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naboth amekufa. Tukio walilolipanga limetokea. Mkono waliomnyoshia umefanikiwa. Naboth ameondoka. Wanaenda kulitamalaki tena kwa furaha tele. Mtu wa Mungu, watu wamekutoa kwenye nafasi, wanafikiri imeisha. Usiku wa leo usikubali kila tukio walilolipanga mbele au tukio walilolipanga nyuma. Leo hii tunateketeza, tunayateketeza yote. Ahabu anafikiri Naboth amekufa, hakuna uzao mwingine wa Naboth. Leo hii wewe usiwe kama Naboth. Leo hii usimruhusu Ahabu na Jezebeli watawale mali yako. Leo hii mtu wa Mungu, inuka. Kila tukio waliloenda kwa mganga wakakupangia, usiku uliteketeze kwa moto. Kila ubaya juu ya kazi yako, juu ya maisha yako, juu ya huduma yako, juu ya mafanikio yako, juu ya uzao wako. Mtu wa Mungu alifanya mipango, mtu wa Mungu akanyosha mikono, ndio matukio yamekupata. Lakini usiku wa leo sikia neno la Bwana. Inuka mahali ulipo, inuka mahali ulipo, mwambie Bwana, nimesikia neno lako, nimesikia injili yako, nami narejea. Usiku wa leo nateketeza, usiku wa leo nachoma moto, usiku wa leo naunguza kila matukio ya kichawi, kila matukio ya ubaya yaliyopangwa kwenye maisha yangu. Teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu. Kila aliyekutendea ubaya, natamka huo ubaya tunaurudisha juu yao. Amen. Natamka hayo magonjwa tunarudisha juu yao. Amen. Natamka hayo mashutumu
tunarudisha juu yao. Amen. Natamka hayo magereza yanafunguka usiku wa leo. Amen. Nawe unawekwa huru. Kila ndoa aliyoiharibu, natamka mume wako anakurudia. Amen. Natamka mke wako anakurudia. Amen. Natamka watoto wako wanakurudia. Amen. Kila furaha aliyoiba, natamka nakwambia huzuni naondoka. Amen. Ya karama ndakabadi. Mtu wa Mungu, mshukuru Mungu mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana uliloliachilia. Asante maana umesema tu uteketeze uchawi. Nasi tumesikia neno lako Bwana. Nasi tunakushukuru maana neno lako limekuja kwa majira haya ili tuokolewe, ili tuokolewe. Nasi tunasema asante Baba. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya malaika zako ambao wametufunika. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo Nanyosha mikono yangu mbele zako. Ni ishara ya kusema ndio kwako. Ni ishara ya kusema niko tayari. Usiku wa leo tumia mikono yangu, tumia vidole vyangu kupigana vita juu ya kila matukio yaliyopangwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninateketeza kila matukio ya kichawi na kiganga yaliyoachiliwa kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kila matukio yaliyoandaliwa tangu nazaliwa hadi leo na yakanipata, nayateketeza kwa moto wa Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila matukio ya kichawi kwenye maisha yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Kila matukio ya kichawi na kiganga yaliyopangwa kwenye maisha yangu, yaliyonipata, yanayokuja, teketea kwa moto, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila matukio niliyopangiwa tangu nazaliwa, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Matukio ya mauti, matukio ya kufilisika, matukio ya aibu, matukio ya anasa, matukio mabaya, matukio ya kufa, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Matukio maskini ya kichawi yaliyopangwa kwenye maisha yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Nenda mbele za Mungu, teketeza. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako nikiteketeza kila matukio ya kichawi yaliyopangwa kwenye maisha yangu. Ninateketeza kwa moto, moto moto moto, moto moto moto, moto na upite. Nateketeza kila matukio ya kichawi, kila matukio ya kichawi yaliyopangwa kwenye maisha yangu, yaliyopangwa kuniharibu, yaliyopangwa kuniharibu, yaliyopangwa kuniua. Nateketeza, 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 nateketeza. Moto moto moto, moto moto moto, moto moto moto, moto moto moto. Nateketeza, nateketeza, nateketeza. Ninaharibu uchawi wao, uchawi wao, uchawi wao, uganga wao, ulozi wao. Ninaharibu moto moto, moto moto, moto moto. Nateketeza, nateketeza, nateketeza kila matukio walionipangia, waliotengeneza ili kuniua, ili kuniwinda, ili kuniharibu. Nayateketeza, nayateketeza kwa moto ulao, kwa moto ulao, kwa moto ulao, kwa moto ulao. Kila matukio yaliyoandaliwa ili nipotee, ili nife, ili wawindo we roho yangu, kwa jina la Yesu ninaharibu, kwa jina la Yesu nakatilia mbali, kwa jina la Yesu nateketeza, nateketeza, natokomeza uchawi wao, irizi zao, uganga wao, kunguli zao. Nateketeza, nateketeza. Moto moto, moto moto, moto moto, moto moto, moto moto. Nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto kwa jina la Yesu. Nateketeza, nateketeza, nachoma moto, nachoma moto, nachoma moto. Kila matukio walionipangia ili nijikwae, kila matukio walionipangia nipate aibu. Nateketeza, 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 nateketeza. Kila matukio walionipangia niaibike, nipate hasara, nipate aibu. Nateketeza, nateketeza kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila matukio, kila matukio, kila matukio ninaharibu, ninaharibu,
nateketeza, ninaharibu, 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 moto, 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 teketea, 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 ninaharibu tunguli zao, ninaharibu irithi zao, ninaharibu nazi zao, ninaharibu mafundo yao, ninaharibu uchawi wao, moto, 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 uwake, moto, moto ulao, moto ulao, moto ulao, nateketeza, nateketeza, nateketeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninaharibu, 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 ninaharibu kila tambiko, kila tambiko, matambiko waliopanga, 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 waliokaa kumwaga damu, kumwaga damu juu yangu, familia yangu, uhai wangu, ninaharibu, nateketeza, 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 nateketeza kila hasara kwenye huduma, kila hasara kwenye biashara, kila hasara, kila uchawi, ninaharibu, ninaharibu kila uchawi kwenye nyumba wangu, kwenye mji wangu, ninaharibu, ninaharibu uchawi wao, uganga wao, irithi zao, tunguli zao, moto, 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 moto ulao, moto ulao, moto ulao, moto ulao, wewe Bwana ni moto ulao, pita ulambe, pita ulambe, pita ulambe, lamba lamba tunguli zao, irithi zao kwa jina la Yesu. Mungu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila maneno ya kichawi na kiganga yaliyoinuka kwenye maisha yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kila maneno ya kichawi na kiganga yaliyoinuka kwenye maisha yangu, kwenye kazi yangu, kwenye afya yangu, kwenye uzao wangu, kwa watoto wangu, kwa mume wangu, kwa mke wangu, kwa usichana wangu, kwenye umri wangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kila maneno mashutumu, hukumu za uongo kwenye jina langu, kwenye nafasi yangu, kwenye familia yangu, kwenye hatua zangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kila laana za maneno ya kichawi yaliyotamkwa kwenye maisha yangu na yakanipata, yakatengeneza matukio na yakanipata, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu. Mungu teketeza kila maneno ya laana, kila maneno ya katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako, ninaharibu kila maneno, kila mashutumu, kila hukumu, kila hati za mashtaka nilizoandikiwa zikanipata, kila shuhuda za uongo walizoshuhudia kunitengenezea matukio, nateketeza, nateketeza hayo madhara ya maneno yao, nateketeza, nateketeza kila madhara ya maneno yao, kila sumu, kila ubaya ulionipata kwa sababu ya maneno yao, nateketeza, nateketeza kwa moto wa Yesu, moto, 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 nateketeza, ninaharibu, ninaharibu, natokomeza maneno yao, nakatilia mbali uchawi wao, ninasimama kinyume na irithi zao, sawa sawa na Ezekieli 13:20 unasema Bwana Mungu yuko kinyume na irithi zao, na ninasimama kwenye mahali palipobomoka, niko kinyume na irithi zao, niko kinyume na uchawi wao, nateketeza, nateketeza, moto, moto, moto ulao, moto ulao, nasiunguza irithi zao, nayaunguza maneno yao, napinga, napinga mafundo yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninafuta hukumu zao, ninafuta laana zao. Mtu wa Mungu, mali uliposhika sadaka yako, shika sadaka yako. Kama iko kwenye simu, nyanyua kwenye simu yako. Kama iko kwenye akaunti, nyanyua akaunti yako. Saka ya karaba shata ya manda kabadi. Baba, watu wameenda kwa waganga, watu wameenda kwa wachawi, wameeka na sadaka zao. Nami jioni ya leo
Nami usiku wa leo nanyanyua sadaka za watoto wako, nanyanyua na sadaka zetu, nanyanyua na maombi yetu. Baba Mungu, unasema upo kinyume na wenye irizi, upo kinyume na wenye tunguli. Baba, na hizi sadaka Baba ni ishara ya kusema tuko nazo kinyume, tupo kinyume nao. Kila mwenye irizi mikononi mwake, kila mwenye uganga mikononi mwake, kila mwenye tunguli mikononi mwake, kila mwenye irizi za mafundo, kila mwenye irizi za sanda, kila mwenye irizi za vitambaa, aliyefunga vitambaa kwenye maisha yetu, na ukatilia mbali, na utokomeza kwa moto, na ukatilia mbali kwa damu ya Yesu Kristo. Kila uchawi wa mafundo, kila uchawi wa irizi, kila uchawi wa vyungu, kila uchawi wa vitambaa, kila uchawi wa uzi mwekundu, uzi mweusi, kila uchawi wa manyanga, kila uchawi wa ngoma, kila uchawi wa barabarani, kwenye njia panda, uchawi wa kuvuna nazi, uchawi wa kuvunja nazi, uchawi wa vishiringi, uchawi wa kwenye mito, uchawi wa kwenye maziwa, uchawi wa kwenye bahari, uchawi wa kwenye madaraja, uchawi wa kwenye barabara, uchawi wa kwenye leli, uchawi Baba karakataya usiku wa leo na ukatilia mbali. Kaya kataya uchawi wa chakula, uchawi wa vinywaji, vyakula wanavyolishwa usiku, vinywaji wanavyokunywa usiku, kila vikao vya kichawi, uchawi maneno yao, uchawi vikao vyao, uchawi dua zao, uchawi tuhuma zao, uchawi kesi zao, na ukatilia mbali kwa watoto wako. Kila aliyelogwa, kila aliyelogwa, kila aliyekiwa ilizi, kila aliyekiwa vitambaa, kila matukio ya kichawi, kila matukio ya kiganga zidi ya watoto wako, na yateketeza kwa moto, na yaunguza kwa moto, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto wa Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto ya Yesu Kristo. Kila aliyelogwa na mlogua karakataya kataya manda kabadi, na achilia moto wa Yesu juu yako, na achilia damu ya Yesu juu yako, na achilia moto wa Yesu juu yako, na achilia damu ya Yesu juu yako. Kila watu waliosimama kwenye maisha yako zidi ya uongo, wakakuhukumu kwa uongo, wakakunenea kwa uongo, na wateketeza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila watu wabaya, watu wasiofaa walioinuliwa kwenye maisha yako, kila matukio ya kichawi na kiganga, matukio ya mauti, wamekuloga ili ufe, wamekuloga uwe kichaa, wamekuloga uumwe, wamekuloga uishe, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Kila umaskini wa kichawi rakataya, toka kwenye hiyo nyumba, toka kwa watoto wa Mungu, toka kwa jina la Yesu. Kila mwenye wivu wa uchungu, kila mwenye chuki na wewe, kila mwenye ubaya na wewe, kila aliyochukua jina lako akalipeleka kwa mganga ili upotee, na mkatilia mbali kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto wa Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto ya Yesu Kristo. Na kataa kwa jina la Yesu. Karakataya manda kabadi, kataya manda kabadi, kataya manda kabadi. Na utawa uchawi juu yako, na utawa uchawi kwenye nyumba yako, na utawa uchawi kwenye hatua zako, na utawa uchawi kwenye maisha yako, na uharibu, na upiga, na ukatilia mbali, na uharibu, na upiga, na ukatilia mbali kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyechukua sadaka akachukua na jina lako, akapeleka kwa waganga, akapeleka kwa wachawi, akakupiga ramli ili upotee, leo inabatilisha sadaka zao. Tunaweka sadaka zetu juu ya sadaka zao, tunazibatilisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Mashetani toka. Nasikia sauti ya mashetani, naona ilizi zinakatika, naona unatoka kwenye mashimo, naona umefanyiwa uchawi wa mkaa. Kila ukiota ndoto unalipuka na majiko ya mkaa, kila ukiota ndoto unalipuka na majiko ya gesi. Naona uchawi wa mibuyu. Kila ukiota ndoto uko kwenye misitu, ninakufungua kwenye hiyo mibuyu, na kutoa kwenye hiyo mikungu, na kutoa kwenye hiyo michongoma kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila kifo ninakigeuza, na batilisha ubaya wao. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye miaka yako, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye miezi yako, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye maisha yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, pokea sadaka za watoto wako, zitakabali kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716 052202. Utatuma sadaka yako kwenye namba 0716 052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama unanisikiliza na hujaokoka, maombi haya ni bure kama utampa Yesu maisha yako.
Basi usiku sema sala hii: Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, namkataa shetani na kazi zake, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kwa kusema hivyo basi umeokoka. Mungu akubariki sana, na utatutumia jina lako kwenye namba 0716052202 au kwenye namba 0655108869. Na pia mtu wa Mungu, ukiwa na changamoto yoyote utatupigia simu kwenye hizo namba 0655108869 au 0716052202. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana, na usiombe haya maombi mara moja. Rudia. Kila matukio ya kiganga yaliyopanga kwenye maisha yako na yabatilisha. Kila matukio ya kichawi yaliyopangwa kwenye maisha yako na yabatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Pia mtu wa Mungu, usisahau kongamano letu la maombi, mtu wa Mungu, tarehe 27 mwezi wa 6. Panga mipango yako vizuri. Andaa ratiba zako vizuri. Mtu wa Mungu, hizi ni nyakati za mwisho. Hizi ni siku za mwisho. Hizi ni nyakati za uovu. Kama hautaomba, maisha yako hayatabadilika. Usikae nyumbani. Usiwe mvivu, mtu wa Mungu. Usigairi. Njoo tuombe pamoja. Njoo usikie namna ambavyo Mungu atabadilisha maisha yetu. Ninakubariki sana na ninakupenda, na nitafurahi sana kukuona. Ubarikiwe. Amen.